Wakati michezo ya ligi kuu soka Tanzania bara imesimama kwa sasa, kuna baadhi ya matukio ambayo yanazungumzwa sana ambayo yalifanyika katika baadhi ya michezo ambayo ilifanyika. Ukiangalia kuna tukio hili hapa ambalo unaliona, tukio la nyota wa klabu ya Simba Jonathan Soa ambaye alimpiga kiwiko makusudi Himid Mao Mkami kwenye mchezo kati ya Azam FC dhidi ya Simba, ambapo Azam FC alifanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 2-0. Sasa ukiangalia tukio hili halina tofauti sana na lile tukio ambalo lilimkuta nyota wa klabu ya Mbeya City Vitalis Mayanga, ambaye kwenye mchezo kati ya Simba dhidi ya Mbeya City, Vitalis Mayanga alimchezea madhambi ya makusudi, yani alimpiga kiwiko makusudi Anthony Mligo wa klabu ya Simba, na mwamuzi wa mchezo ule akaweza kumtoa nje kwa kadi nyekundu. Lakini kwa tukio hili hapa la Jonathan Soa, nadhani ilikuwa ni mistake ndogo tu ya mwamuzi ambaye alishindwa kuconcentrate na kuweza kuona tukio hili kwa sababu lilitokea ghafla sana, na ni pale ambapo Soa alikuwa anaenda kama vile kumkaba Himid Mao. Kwa bahati nzuri sasa akatimiza azma yake ambayo ilikuwa ni kumpiga kiwiko cha uso kama unavyoona, na mwamuzi hakuweza kuona. Lakini tukio lingine ni hili hapa la Alassane Maodo Kante, ambaye kwenye bato kati yake yeye dhidi ya Faisal Salum alifanikiwa kumwangusha Faisal Salum chini, na kama vile alikuwa anampiga teke hivi. Hayo ndio matukio mawili ambayo yameonekana sana kwenye mchezo kati ya Azam FC dhidi ya Simba, na ni matukio ambayo yanazungumzwa sana hivi sasa kote nchini, na watu wengi wanaamini kwamba bodi ya ligi kupitia ile kamati ya masaa 72 inaweza kufanya jambo kwa watu hawa ambao wanaonekana kama vile wamevunja sheria na wamecheza mchezo ambao si wa kiungwana. Kwa hiyo jinsi ya kuadhibiti au jinsi ya kudhibiti matukio kama haya ni kwa kuwafungia pamoja na kuwapiga faini, kama ilivyokuwa kwa nyota wa Young Africans Ibrahim Abdullah almaarufu Ibra Baka, ambaye yeye alifungiwa mara baada ya kumchezea madhambi makusudi mchezaji wa Mbeya City, ambapo alinyanyua mguu na kumkanyaga, na Baka hajaonekana uwanjani siku za hivi karibuni kwa sababu alipigwa faini pamoja na kufungiwa michezo 5. Lakini kwa matukio haya mawili, tukio la Jonathan Soa pamoja na tukio la Alassane Maodo Kante, basi bodi ya ligi kupitia ile kamati ya masaa 72 tunasubiri kuona itachukua hatua gani kwa wachezaji hawa ambao walifanya vitu ambavyo si vya kiungwana mchezoni. Kwa hiyo kuna jinsi ya kudhibiti mambo kama haya, na wenyewe wanajua kanuni zao vile ambavyo zinataka na kinatakiwa kifanyike nini ili kuweza kudhibiti mambo kama haya. Kwa upande wa Simba, watu wengi wanazungumzia kwamba Jonathan Soa amekuwa na tabia kama hii. Huu ni mwendelezo, kwa sababu hata kwenye mchezo ule wa klabu bingwa barani Afrika dhidi ya Stade Malien, kuna muda pia kipa wa Stade Malien akiwa ameshaudaka mpira, Soa alimfuata kama vile akataka kumpiga kiwiko. By the way, alimgusa lakini hakumpata 100%, na mwamuzi alitumia busara tu, lakini kitendo ambacho alikifanya Soa hakikuwa cha kiungwana. Amekuwa ni kati ya wachezaji wa Simba ambao wamekuwa na michezo ambayo haipendezi na si kiungwana, na ni michezo ambayo imekuwa ikiwagharimu Simba wenyewe au ikiwagharimu timu pinzani. Kwa hiyo kama ataendelea na tabia hizi, basi tutarajia hata viongozi wa Simba wenyewe watakaa naye chini na kuzungumza naye. Lakini ukifuatilia background ya Jonathan Soa, kwa wale ambao wanamfahamu toka akiwa Medeama ya Ghana, wanasema hizi ndio tabia zake. Ni kati ya wachezaji ambao huwa wanapenda sana mambo ya kihuni uwanjani, na kwa yeye anavyoamini ni sehemu ya kumtoa mpinzani mchezoni, lakini katika hali ya kawaida ni vitendo ambavyo si vya kiungwana na vitendo ambavyo si vya kufungiwa macho, vinatakiwa vichukuliwe hatua ili kuendelea kukomesha wale ambao watakuwa na tabia kama hizi.